Baba wetu Askofu Samuel Muridhi, askofu wetu wa sehemu hii, Askofu Silvanus, ndugu viongozi, wananchi na Wakristo wa hapa Embu, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agoswe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii leo tufike tena katika kanisa hii ya Gatunduri. Mimi nimekuwa hapa mara nyingi. Nafikiri ni mara yangu ya 4 kuja katika kanisa hii. Na nimefurahi kila wakati nikifika hapa tunashirikiana pamoja na nyinyi. Na ili kuweka historia sawa sawa, mara ya kwanza mimi kufika katika kanisa la Gatunduri ni miaka 35 iliyopita. Nilifika hapa nikiwa kijana mdogo, nikiwa nimemaliza university, kwa urafiki na undugu ambao tulipata na familia ya Samuel Muridhi. Tukaja hapa kanisani tukiwa vijana. Nikarudi hapa tena, wakati huo hata sikuwa nimeoa. Nikarudi hapa sasa nikiwa na mke, nikarudi hapa tena nikiwa mbunge, nimekuja hapa nikiwa naibu wa rais, nimekuja hapa kwa mapenzi ya Mungu sasa nikiwa rais wa Kenya. Kwa hivyo hiyo ni urafiki wa sio wa jana, ni urafiki wa zamani. Na sio hapa peke yake. Nimetembea sehemu nyingi za taifa letu la Kenya. Na ndio mkisikia nikikemea ukabila katika taifa letu la Kenya, ni kwa sababu naamini kwa umoja wa taifa letu la Kenya. Na sio imani ya juzi, ni imani nimekuwa nayo tangu zamani kwamba sisi ni ndugu moja. Nikiwa hapa Manyata, mimi niko nyumbani. Nikiwa hii Embu, mimi najihisi niko nyumbani. Kwa sababu mahali uko na uhusiano nayo miaka 35, hapo ni nyumbani. Hii kanisa tumejenga pamoja. Ni kweli ama si kweli? Na tumekuwa washirika. Huyu baba wetu Samuel, vile mumesikia, kati ya watoto wake wa kuzaa, mimi ni mmoja wao wa kuwa mtoto wake kwa urafiki. Na ndio nimefurahi sana kuja Embu kila wakati. Nimefurahi kufanya kazi na viongozi wa Embu County, na nimefaidika sehemu kubwa kwa ushirika wenu, urafiki wenu, na vile tumefanya kazi kwa pamoja. Na mimi naendelea na kushukuru kwa watu wa Embu kwa ushirika wenu, kwa kutushikilia, kwa kura mlizonipatia, na kwa maombi mnaombea taifa letu la Kenya na sisi tulio viongozi katika taifa hii. Nasema asante sana. Mimi nataka niwahakikishie kwamba urafiki ambao mimi niko nao na nyinyi ni urafiki wa kudumu. Mimi nilikuja hapa nikaomba kura zenu. Mnakumbuka? Mliniona nikiomba kura zenu? Si nilikuja hapa Embu nikaomba kura. Nikakuja hapa kanisani nikaomba kura. Nikawaambia mniombe. Si mkanipatia kura zenu ama? Mimi nasikia kuna watu wengine kwa majivuno na kiburi wanasema mimi sijakuja kuomba kura Embu, ati wao ndio waliniombea. Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mlinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama si nilikuja kuomba kura hapa? Mkanipatia.
na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja. So watu watulize boli na kiburi wapunguze, na hiyo madharau wako nayo wapunguze. Mimi nilikuja hapa nikaongea na watu wa Embu, munanijua, munanielewa, na kuna kazi tulikubaliana na nyinyi, na kazi hiyo tulikubaliana na nyinyi, ikifika mwaka ujao tutakuja kusahihisha hiyo kazi. Sikutakuwa na mtihani mwaka ujao, sikuna yale maneno tulikubaliana ya kilimo. Yes, mimi niliwaeleza tapunguza gharama ya mbolea, mnajua bei ya mbolea saa hizi. Niliwaambia nitasimamia vizuri maneno ya kilimo. Bei ya kahawa sasa imefika 140 ikielekea 150. Ni kweli ama si kweli? Tulikubaliana maneno ya majani chai tutaipanga vizuri. Niliwaambia tutapanga vile watoto wetu watasoma. Kufikia sasa, pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa ya elimu. Hatukukuwa na walimu ya kutosha. University ilikuwa na matatizo. Hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Ndani ya miaka 4 nimeajiri walimu 1,100. Tumeongeza pesa ya watoto wetu kusoma kwa university. Tumejenga madarasa 23,000. Kwa budget ambayo nimesign wiki 2 iliyopita, pesa ya elimu imeongezeka kutoka bilioni 500 mwaka wa 2022 mpaka bilioni 784 mwaka huu. Kwa sababu mimi ninaamini hatutaki mtoto hata moja Kenya akose nafasi ya kusoma. Kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Watoto wa taifa letu la Kenya wote watakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio tumeajiri walimu, tumeongeza madarasa, nimeweka pesa ya kutosha kwa university. Leo nimeshuka pale University ya Embu. Kuna mjengo hapo ilikuwa imekwama miaka 15. Hiyo mjengo leo nimepitia hapo, ni mrembo sana, imekamilika. Kwa sababu ya new funding model tuliyoweka kama serikali kuinua mapato ya universities zetu. Leo hapo Embu University tumeweka pesa milioni 800 ya kujenga hostels ya watoto wetu wa university. Watoto 1,500 watapata mahali ya kuishi hapo katika university yetu. Kumaanisha elimu tunaiinua. Na sio hostels ya university peke yake, hostels ya technical training colleges yetu zote hapa. Tumecommit kwa budget yetu 2.2 billion shillings ya hostels ya TVET. Huyu mama anajua, ambaye anasimamia TVET zetu zote katika Kenya. Mama Esther Moria ambaye anatoka hapa Embu anajua vile hiyo kazi inaendelea. Tumepanga hiyo kazi nyingine yote ambayo mliniwachia mkaniambia panga hii kazi. Niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha maneno ya matibabu. Pale nyuma watu wengi walikuwa wanauza nyumba zao, wanauza ng'ombe, wanauza shamba, wanauza mali yao kulipa gharama ya hospitali. Nimesema gharama ya hospitali tunataka ishughulikiwe na serikali ya Kenya. Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake atanalipa gharama ya hospitali. Ndio tukaanzisha mpango ya SHA. Leo Embu County, pigeni makofi huyu gavana wenu, huyu mama. Embu County 72%, 72% ya watu wa Embu wamejiandikisha ndani ya SHA. Kwa mwaka moja na nusu tumelipa 2.5 billion shillings kwa mahospitali ya Embu County kutibu wananchi wa Embu County. Bilioni 2.5 in 1.5 years. Ile watu walikuwa wanalipa kuuza mali yao, sasa serikali ya Kenya inalipa. Na mimi nawashukuru sana, you are among the 5 best counties in Kenya kwa mambo ya SHA.
katika hii budget nimepitisha ambayo ilipigiwa kura juzi na wabunge wetu, tumeongeza pesa ambayo ni ya kununua madawa kutoka bilioni 13 tumeweka mpaka bilioni 19, kwa sababu tunataka kila hospitali iwe na dawa ya kutosha. Hapo nyuma wananchi walikuwa wanalalamika kwamba hakuna dawa kwa hospitali, si namna hiyo, na tumekubaliana na viongozi governors wetu. Nimewaita, nimewaketisha chini, nimewapanga vile madawa itapatikana kwenye mahospitali, kwa sababu ni mpango nilisema nitapanga, kwa sababu tunataka kila sehemu ya Kenya matibabu ifikie wananchi, ndio tuhakikishe kwamba hakuna mwananchi anawachwa nyuma, hakuna mtu ambaye anauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Mulisikia pale nyuma walikuwa wanasema SHA haifanyi, wakakuja wakasema inafanya, lakini wakasema inalipa lakini inabakisha kidogo. Bado watakuja kuamini. Hapa kanisani mimi nikitaka niwaulize, kama wewe ama mtu unamjua ama ndugu yako ama jirani yako amelipiwa na SHA, mko na hiyo ushuhuda ama hamna hiyo ushuhuda? Si mko nayo? Si ndio? So walikuwa wanasema haifanyi, na ni kitu imesumbua Kenya miaka 30. Kwa miaka 3 sasa tumeweka mtaratara mzuri, na tutahakikisha ya kwamba Kenya hii inabadilika. Na ndio wakati nilikuwa katika harakati hiyo, nikaongea na gavana wenu, nikaambia nimepata nafasi ya kujenga hospitali 2-3. Hospitali ya Siakago nikaambiwa ya kwamba pale ndio iko na matatizo. So kabla ya mwisho wa mwaka huu contractor atakuwa hapo, tumewapatia milioni 450 ya kuwajengea hospitali ya Mother and Child pale Siakago. Wiki hii ambayo inakuja watu wa Italy wanakuja, tuzungumzie level 5 hospitali yenu ya Embu Town hapa. Na tunafanya hivyo sehemu zote za Kenya, kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu. Taifa la Kenya imechelewa na maendeleo. Ndio mnasikia hawa viongozi ndugu zangu wanaongea ile kazi tunafanya na wao, kazi ya barabara hizi. Kwanza hii barabara ya Gatunduri kwenda Kagwegori, hiyo barabara niliwaambia naenda kutafuta pesa. Sasa nyinyi mmesema nitengeneze. Sasa itabidi nitafute tu hiyo pesa nipate. So mtanipatia wewe Kobole, sasa wewe umeniweka mtego. Umenifanyisha mtihani. Na unakuja kusema hapo katika mahali ambapo mimi naita nyumbani hapa Gatunduri. Sasa nitakosa kujenga hiyo barabara namna gani? Mnaona hii ni mtihani, sasa lazima nipite. So ile barabara nilikubaliana na nyinyi ni ile ya Kevote, hiyo tulikubaliana mpaka kule Ndori. Hiyo barabara tulikubaliana na inaendelea. Ile ingine tulikubaliana ni ya Kevwe Gitimo Ena, hiyo pia tulikubaliana na hiyo inaendelea. Na zile zingine zote karibu kilomita 250 mpya, barabara karibu 8 mpya tunajenga hapa Embu, kwa sababu tunataka kuharakisha mambo ya maendeleo katika taifa letu. Na kwa sababu mmesikia hawa viongozi wakiongea, tuko na miradi mingi, tuko na mambo ya stima ambayo tunaendesha. Kuna ilikuwa makwama kidogo, mmesikia Karemba akisema ya AFD, lakini hiyo barabara hiyo stima pia usikuwe na wasiwasi, nimeshatatua ile matatizo ilikuwa nayo. You will see a difference. Hiyo itasonga barabara hiyo. Tuko na soko tunajenga hapa, tunajenga soko 9 mpya. Najua nilikuwa nimeambia mama mboga atafanya biashara mahali mzuri. Sasa hapa Manyata peke yake tunajenga soko 3. Soko ile kubwa ya town ya bilioni 1 na kitu, hiyo itamalizika by December.
nitakuja ku handover. Soko ya Mbogori inaendelea hapa, soko ya Keriare pia tunamalizia. Hizo masoko zenu zote 9 ya hapa tunamalizia. Na hiyo ni kazi ambayo tunafanya kwa sababu ndio njia ya kubadilisha Kenya. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo watu wa Embu, msikuwe na wasiwasi. Hawa watu wa makelele mingi ni ile inaitwa debe tupu haliachi kutika. Ni mnanielewa? Makelele hii ni tumezoea makelele, lakini wananchi wanajua ni nani wa kufanya, ni nani wa kuongea. Sisi tutashirikiana na mimi nitasimama kidete. Siwezi kukubali siasa ya kugawanya Kenya kwa mambo ya ukabila na chuki na matusi. Hiyo haitawezekana. Ninyi mnanielewa? Hiyo siwezi kubali na haitafanyika hii Kenya. Hakuna mtu atagawanya taifa letu la Kenya. Tunataka tutembee pamoja. Mimi nasimama hapa Embu vile mimi nasimama kila sehemu ya Kenya kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Ukabila inatugawanya, inatufanya wadhaifu. Ukisikia mtu anagawanya wananchi, ati hawa ni wa mlima, hawa ni wa bonde, wale ni wa bahari, wale ni wa Jaluo, hawa sijui ni Tugunia, wale ni sijui ni Tongati. Huyo mtu ni mtu mjinga, hana akili. Hiyo ni ujinga. Kugawanya watu haiwezi kupeleka taifa letu la Kenya mbele. I want to assure you people of Embu, tutatembea hii safari pamoja na Kenya tutabadilisha. Na tutabadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Tulianzisha program ya housing fund. Leo tunajenga affordable housing, tunajenga masoko, tunajenga hostels. Nafasi imepatikana ya vijana wetu, karibu vijana 1700 wanafanya kazi ndani ya affordable housing, ya hostels, ya markets. Tulianzisha fund ya primary health. Tukaanzisha fund ya social health insurance fund. Tukaanzisha fund ya emergency. Ndio sababu leo Wakenya milioni 31 wamejiandikisha ndani ya SHA, na sasa tunapanga mambo yao ya matibabu. Tukaweka pesa kwa mambo ya elimu. Leo watoto wetu tumeweka elimu sawa sawa. Tumeajiri walimu, tumejenga madarasa, funding ya university iko sawa, tunasonga mbele. Tumeweka fund sasa ambayo nimeweka sahihi juzi, ambayo inaitwa National Infrastructure Fund. Sababu ya mambo matatu ya muhimu. Number 1, tuweze kuwa na umeme ya kutosha ama energy ya kutosha, ambayo itatusaidia kuendesha viwanda, itatusaidia kuunganisha teknolojia na kupeleka Kenya mbele. Number 2, kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, tunajenga dams, tunaweka irrigation. Nyinyi mnajua tuko na dams ambayo tumezungumzia hii Embu miaka. Ni kweli ama si kweli? Yes. Hapa Embu tuko na dams kubwa ambayo inaweza kutusaidia kwa kuzalisha chakula na kuweka irrigation. Ya 3 ni mambo ya infrastructure. Mimi nakubaliana na nyinyi 100%. Mmenieleza hapa, mmesikia hata huyu Kobole anasema iko barabara nyingine sijui mita ngapi hapa, sijui inasunguka hapo naenda kona hii, na hiyo inaendelea kila mahali ya Kenya. Na ndio nilisema kama tutafanya mambo ya barabara ya kutosha, hatuwezi kufanya vile tunafanya hii kidogo kidogo, mara kilomita 5, 10, 20 hapo. Lazima tuwe na a bigger picture. Na ndio nimetengeneza National Infrastructure Fund. Wengi hawakuamini ya kwamba itawezekana. Leo vile nchi zingine zimefanya, na sisi Kenya sasa tumeanza kutembea hiyo barabara.
Hiyo National Infrastructure Fund tumetoa pesa kutoka Kenya Pipeline 100 billion. Tumetoa sasa pesa kwa hisa ya Safaricom 200 billion. Sasa tayari tuko na bilioni 350 kwa hiyo fund ambayo itatusaidia kujenga hizi barabara, kuweka mambo ya irrigation, kuweka mambo ya energy. So we have a plan. We have a credible plan. Sisi hatuongei tu kuongea, tuko na mpango na mtaratara sawa sawa, ile ambayo itatuwezesha yale mahitaji ambayo wananchi wanatueleza itatengenezwa na itafanyika kwa njia gani. Na ndio mimi nawaeleza nyinyi watu wa Embu na Wakenya wenzangu, kila kiongozi ambaye anatafuta uongozi Kenya apigwe msasa, asikuje tu na makelele, Wandam Kasongo sijui nini. Hapana, tunataka kujua mpango ni gani. Hawa watu wengi mpango hawana, hawajui ni nini itaendelea baada ya hapa. And that is why Kenya imekwama siku mingi. Yale mambo yalikuwa yamekwama siku mingi ndio tunakuamua tunasongesha mbele. I want to assure you we are going to move together. Hakuna shida itatokea Kenya, mambo ya fujo haitafanyika, vita haitafanyika, tutakuwa na amani, watoto wetu watasoma, Kenya itasonga mbele na Kenya itabadilika tukiona na macho yetu. That's how we are going to do it. Watu wa Embu tunaelewana? So we have a clear plan on how to move Kenya to a first world nation. Demonstrable, practical, clear, funded plan on how we are going to make Kenya a first world country. Wale ambao wanaendelea na makelele, najua naona hata watu wengine wanasema hapo sijui tutamfundisha ati Ruto siasa. Sasa wewe mtu one term MP utanifundisha mimi siasa kweli? Mimi nimekuwa around bwana kwa muda mrefu. Ama namna gani? Yes. Na mimi si mtu ya kuombewa kura, mimi ni mtu ya kujitetea na Mungu yangu na kazi ile mimi nafanya. Si ndio? So asanteni sana, mimi nimefurahi sana kuwa hapa Embu. Na msikuwe na wasiwasi, mimi nitakuwa hapa tena na tena na tena na tena. Nitakuwa hapa. Na watu wa Manyata msikuwe na wasiwasi, hii Manyata haiwezi kurudi nyuma, mimi nitahakikisha inasonga mbele. Kwanza hii Manyata, kwa sababu mimi ni mtu wa Manyata kwanza. Sikatunduri hapa ni Manyata. Kama kwani mnafikiria kwamba mimi nitawachilia hii Manyata ibaki nyuma na niwatunduri mahali mimi najuana? Iwezekani hiyo? Si ndio? Wakupiga kelele waendelee na makelele. Soko nitahakikisha inajengwa, barabara nitahakikisha inajengwa, nitahakikisha hospitali itajengwa, nitahakikisha kwamba stima itaunganishwa, msikuwe na wasiwasi. Kama tunaelewana, tuko pamoja? Yes. Na mimi nashukuru hao wabunge wangu wa hapa Embu. Hao wabunge saa zingine karibu nakosana na wao, kwa sababu wananisumbua simu, WhatsApp message, gate nini, na mambo yao ni hii barabara bado, hii stima bado, hii. Lakini mimi nataka niwaambie hawa watu ni watu wa kujituma, wapigieni makofi. Na washukuru mumenipatia watu wengi ambao wananisaidia katika hii serikali kuiendesha. Na mimi nimefurahi sana kufanya kazi na watu wa Embu. Niko na chairman hapa, niko na directors hapa, niko na CEOs hapa, niko na watu wengi, PSS wawili wako hapa. Hawa watu wote hebu simameni, hawa watu nimewapatia kazi, simameni hapa. Directors, board members, chairman, nani. Sasa ona hii dunia yote hii. Karibu mtu na huyo Ndwiga kwanza, mimi nataka huyo Ndwiga anisaidie kwa mambo ya kahawa. Mnakubali huyo Ndwiga akuja anisaidie kwa mambo ya kahawa? Si ndio? Huyo mama wa fisheries tumempatia kazi juzi. Hawa wawili ni PSS wangu. Huyu ni chairman wangu wa NSSF, huyo mungwana. Kwanza huyu angewaambia NSSF
wakati nimekuwa rais ilikuwa na bilioni 312. Leo iko na bilioni 680 in just 3 years. Si huyu ndio chairman? Mtamuuliza ile maneno tumefanya. Huyo ni CEO wa Consolidated Bank, hawa ni chairman, directors mtadai hapo. Huyu ndugu yangu Musakwa, nilikuwa nimemsahau. Huyu John Mushiri, mnajua alikuwa anafanya kazi na mimi, akafanya maneno na SES hapo, ikaenda vile ilienda. Lakini huyu sasa ni commissioner, yeye ni member wa National Police Service Commission, si ndio? Anafanya kazi mzuri. Huyo Genesio alikuwa mtu anashindana na huyu Muriuki huko Mbeere South, sasa ni chairman wangu wa Dairy Board. Nasikizeni watu wa Embu, sasa Kenya tulikuwa tunazalisha maziwa 4.6 billion liters in 2022. Leo tunazalisha 5.4 billion liters. Kenya sasa ndio nchi namba 1 kwa bara la Afrika kwa kuzalisha maziwa. Bwana chairman, you and your team have done a good job. Na ule mwingine ni muungwana chairman wangu wa NEMA, Bwana Mugo, ketini chini. Sasa nyinyi watu wa Embu, mnataka kuniambia ya kwamba hii serikali si yenu? Ile kiti imebaki si ni tu yangu, hii nyingine yote mmechukua. Huyu waziri mkuu, mpigeni makofi huyu waziri. Huyu waziri ni mtu ya kujituma, mpigeni makofi sana. Najua niliona vile Ndwiga alikuwa anasaidia mzee Kibaki, nikasema hata mimi wacha nichukue huyu anisukumie. Na wanafanya kazi mzuri, wapigeni makofi. Na nimefurahi sana kufanya kazi na wao. Hawa wabunge na kiongozwa na gavana wetu. Huyu gavana pia mnajua ndio chairman wa chama inayotawala ya UDA. Huyu mama. Hii mnaelewa hiyo kweli? Yes, yeye ndio kusema pale asipotia sahihi unakosa tikiti ya chama. Na amefanya kazi mzuri, ndio chama inasonga. Na huyu mama mnamjua ndio PS wangu wa mambo ya TVET, na anafanya kazi mzuri. Watoto wameongezeka wa TVET kutoka watoto 360,000 in 2022, saa hizi ni almost 1.2 million. Ni mnanielewa? Pigeni makofi huyu mama Moria. Na huyu sasa ndio mama ya SHA, akupanga watu kwa matibabu na CHPs na kila kitu. Pigeni mudhoni, huyu anafanya kazi mzuri sana, ndio? So sisi wote ni jeshi moja na tunafanya kazi hii kwa pamoja, tukienda mbele kama watu wa Embu. Kwa hivyo najua Askofu Samuel alikuwa amenieleza ya kwamba mnataka kujenga hospitali, mnataka kununua shamba, mnataka kufanya kazi nyingine hapo. Imesemekana inahitajika milioni 25. So mtanipatia account, nyinyi mtakusanya milioni 5, mimi nitatoa milioni 20. Sawa. Alafu mtaendelea na hiyo ingine pale mbele. Sasa nyinyi si mnajua mimi niko nyumbani jameni? Si ukarimu inaanzia nyumbani? So lazima nianzie hapa kusukuma kazi ya nyumbani iweze kusonga mbele. Kwa hivyo asanteni sana, Mwathani amurathime. Mungu awabariki.